michuano ya mchezo wa wavu wa volleyball kuwania ubingwa wa taji la klabu bingwa Afrika kwa upande wa wanaume inaendelea kule jijini Kigali nchini Rwanda. Timu 8 ikiwemo KPA ya Kenya na Polisi ya Rwanda zimefuzu katika hatua robo fainali. Hata hivyo, APR walifungwa na FUS Rabat kwa seti 3-0 katika mechi ya muondoano hapo jana. Na hii hapa sauti yake Sami Mulinge, kocha wa APR. Kwa kweli nataka kupongeza kwanza timu ya Morocco, wamecheza vizuri, wameweza kusafu mpira mzuri. Kwetu vile vile tumejaribu, lakini haikufaulu vile tulikuwa tumepanga. Tumekuwa na shida kubwa sana upokezi, ukiangalia reception yetu haikuwa mzuri. Kwa hivyo tulilazimika kutumia ile inaitwa auto system, tukacheza mpira nje na ndiposa wale wakaweza kutushika, wakapata kutublock, na ndivyo hivyo umeona imetokea. Lakini mechi ilikuwa balance, sio mbaya sana, lakini kwetu tulikuwa na ulegevu kidogo wa upokezi, ile tunaita reception. Tulikuwa tunatarajia tungesonga mbele mpaka quarters. Hivi sasa tumesongeshwa nyuma, kwa hivyo tutaenda kuchezea nambari 9 mpaka 16. Ni sauti yake Sami Mulinge, kocha wa klabu ya APR Rwanda katika mchezo wa wavu, alipozungumza na mwandishi wetu wa michezo Jason Sagina ambaye yupo huko Kigali. Bingwa wa mashindano ya riadha ya London Marathon, Mkenya Sebastian Sawe aliyeweka historia mpya kwa kumaliza mbio hizo chini ya muda wa saa 2 wiki iliyopita, amerejea jijini Nairobi na kukaribishwa na wafuasi na wapenzi wa riadha na wapiga ngoma na wacheza densi, na baadaye leo Minzlet atakutana na Rais William Ruto kwenye ikulu ya Nairobi. Na alipokelewa na waziri wa michezo. Bila shaka. Na alisema kwamba ushindi wake ulikuwa kwa ajili ya Wakenya. Na amesema kwamba alitua moyo sana na bwana Eliud Kipchoge kwa sababu aliwahi kukimbia chini ya muda huo miaka kadhaa iliyopita. Bao la dakika 119 lilofungwa na mshambuliaji wa klabu ya Simba Suleiman Mwalimu limewapa ubingwa wekundu wa Msimbazi taji la Muungano baada ya kuwalaza watano wa jadi Young Africans ama Yanga 1-0 kwenye fainali iliyochezwa kwenye uwanja wa Aman huko Zanzibar. Na mbali na kombe hilo, sasa Simba wamezawadiwa pia shilingi za Tanzania milioni 150, na huu ni ubingwa wake wa 7 katika taji hili la Muungano. Mara ya mwisho kabla ya mwaka huu ilikuwa ni mwaka wa 2024. Na huko barani Ulaya, klabu ya Arsenal ya Uingereza ilitoka sare ya 1-1 na Atletico Madrid ya Hispania katika mechi ya kwanza nusu fainali kwa nia taji la UEFA iliyochezwa usiku wa kuamkia leo. Arsenal sasa inajiandaa kuikaribisha Atletico Madrid katika mechi ya marudio wiki ijayo katika uwanja wake wa Emirates. Tutasubiri tuone iwapo Arsenal watavuka katika fainali. Nikushukuru Victor. Shukrani sana.